Mimi nadhani bwana, nimzungumzie rafiki yangu Omo, sometimes nakuwa sijisikii hata kumzungumza kwa sababu anazungumza vitu ambavyo vya kitoto. Labda ndugu mwandishi, nikwambie ni kwamba uchaguzi uko kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar. Mwaka 1992 nchi yetu ilifanya maamuzi kwenda kwenye uchaguzi kwenye mfumo wa vyama vingi, na ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977, ukisoma katiba ya Zanzibar mwaka 1984, zimeeleza wazi kwamba mamlaka ya kuongoza nchi yatatokana na wananchi kwa njia ya kidemokrasia kwa maana ya uchaguzi. Sasa mimi sidhani kama tangu 95 hakuna mwaka hata mmoja sisi tusifanye uchaguzi. Kile ikifika baada ya miaka 5 wananchi wanapata fursa kuchagua viongozi wa nchi hii kwa njia ya kidemokrasia kabisa, na sote tunashiriki. Na bahati nzuri kwamba tuna vyama 19. Kwa mfano uchaguzi huu nilimsikia pia alisema kwamba serikali hizi si halali, hazina uhalali za kuongoza. Sasa mimi nashangaa uhalali unatokana wapi wakati tumefanya uchaguzi, vyama vyote vilishiriki kwenye kampeni ikiwemo chama chake. Kwa mfano chama chake kwa upande wa Tanzania bara walikosa ama walisahau kuangalia sheria ya msajili wa vyama, ili mwanachama aliyepaswa kugombea kwa nafasi ile, wameandika hivyo kwenye katiba yao, anatakiwa awe mwanachama kwa muda fulani. Sasa kakosa sifamuliwe. Sasa kosa liko wapi? Sasa kosa la nani? Kakosa kusimama kule, lakini chama hicho hicho kimeshiriki, wamesimamisha wabunge. Tunduma kule nadhani hadi Said si mbunge. Sasa huyo mtizama mtu ambaye anazungumza kitu ambacho uchaguzi huo ndio unafanya yeye kuwa na wabunge. Hilo la kwanza. Lakini la pili kwamba uchaguzi ulifanyika, vyama vyote 18 vilishiriki. Mfano ndugu zetu wa Chadema, wao wenyewe ndio walisema no reform no election, walijizuia wao wenyewe kutokushiriki uchaguzi. Utasema vipi uchaguzi haukuwa na uhalali? Watu walienda kwenye kampeni, watu walipiga kura, yakahesabiwa matokeo, yakatangazwa, mshindi katangazwa. Hatujapata Tanzania kujiweka kiongozi bila uchaguzi. Sisi tunakwenda kwenye chaguzi, na chaguzi zote tangu 95 tunashiriki, na wao wakiwa tumeshinda. Hilo la kwanza. Lakini kwa upande wa Zanzibar nilimsikia pia Osman Masudi anasema kwamba yeye uchaguzi huu ni kwa uchafuzi, kwa maana hata hakujua kura zake. Mimi waandishi nilipata bahati kwenda kwenye vituo, kila katika majimbo 50 yote ya Zanzibar kila chama kiliweka wakala. Kweli walikuwa na mawakala, na yeye mwenyewe Osman Masudi alienda kupiga kura pale Mpendae na video zipo, na akahojiwa akasema, sitaki kumsomea maneno aliyosema, alisifu maandalizi mazuri, uchaguzi mpaka sasa hivi unakwenda vizuri. Sasa namshangaa baadaye anakuja kusema yeye hata hajajua kapata kura ngapi. Lakini labda hapa ni wafafanuliwa Tanzania kwamba kura za wabunge na wawakilishi. Alafu kuna kitu kasema uongo, kasema kwamba mwanasheria wao ndugu yangu Marcel Shabani alipeleka malalamiko. Omar Said Shabani alichokilalamikia level yake ya wilaya, ubunge na wawakilishi, lakini kwa mwenyekiti wa tume ambaye alikuwa anashughulikia matokeo ya urais hakuna, na atuoneshe dispatches ya barua yao, kwa sababu ukipeleka barua siku na mtu anasaini ya malalamiko hayo hakuna. Lakini kuna kitu, waandishi wa habari, kura za urais zote zinajumuishwa kwenye kituo hichi. Kuna kitu pale tunaita tallying center, tume ya uchaguzi. Hapo kila vyama kuna mawakala watu wa kusimamia kura za urais. Sisi tulikuwa tuna watu walikuwa kina Kitwana na wengine fahamu, na wao alikuja mtu wao, jamaa yangu, rafiki yangu Isa Mtimbatu, alikwenda pale saa 6 usiku, kenda na barua, akawasilisha barua
akaondoka, wakamwambia aondoke. Mnanifahamu waandishi? Akapigiwa simu aondoke, na wakati zoezi la kwenda, wao wenyewe wakaondosha mawakala wao kwenye vituo. Kwa maana hiyo, ukienda pale Tallying Center, tume ya uchaguzi, kulikuwa na wote, na bahati nzuri katizameni ile sheria ya maadili ya uchaguzi, tulisaini vyama vyote. Kama mtaona pahala kwamba mgombea akapelekewa matokeo kwake, sasa sio Othman Masoud anataka matokeo yake apelekewe kwake ama apelekewe kwenye ofisi zake za chama. Kwa leo kila chama tulikuwa na mawakala wetu wa kusimamia kura za uchaguzi kwenye ile Tallying Center ilikuwa tume ya uchaguzi, kwa sababu kura za rais hazihesabiwi hazijumuishwi kwenye kituo tu. Kile kituo husika zinahesabiwa pale, mawakala wanazirekodi, lakini zote zinakusanywa zinapelekwa tume ya uchaguzi, kwa maana kituo kikuu cha kujumuisha matokeo, ambapo pale ACT alikuwepo Isa Mtuwao, baadaye wakamuondoa, alikwenda usiku pale akaondoka. Yupo Isa, muulizeni, tunamwita Isa Mtumbatu. Kwa hiyo leo Othman Masoud asitafute kitu ambacho anasema uongo. Kwa maana hiyo, Bwana Sulemani, CCM iko kihalali, tumepata legitimacy, mpaka litumia neno legitimacy, tuna uhalali wa Watanzania. Mara sisi tushiriki kampeni mbele siku 46, tukasimama kwenye misururu CCM na vyama vyote 18. Sasa kama nyinyi mlifanya uzembe, mgombea wenu wa rais amkuangalia katiba yenu yenyewe, msajili alichofanya kurifaa tu katiba yenu, huyu kakosa sifa za kuwa mgombea wa rais, sawa. Lakini wewe huku ulikuwa mgombea wa rais na ukapewa facility nyingine. Alafu sasa chengine nikwambieni, nataka nimhifadhi tu Othman Masoud, labda nikukumbusheni nyie, mpaka leo nakwambia Othman Masoud, yeye yule anaitwa makamu wa kwanza mstaafu, si ndio? Lakini anatumia facility kama makamu wa kwanza. Alitakiwa yule apunguziwe kabisa ulinzi, ana gari yake moja basi na skoti ya mlinzi mmoja. Bado huruma ya Rais Mwinyi, anamlipia ndege, anampa posho, na sio makamu wa kwanza yule. Kumbukeni alipokuwa Maalim Seif alipokuwa si makamu wa kwanza, alikuwa anatumia vile. Tuseme ukweli, mara unasema nguruwe haramu mchinjo wake halali, mpaka leo anaomba, na alipaswa yule sasa vote vile apunguziwe kwa mujibu wa sheria. Yeye ni matumizi mabaya ya fedha za serikali, kwa sababu si makamu wa kwanza yule, na bado ana ulinzi full kama makamu wa kwanza. Just ile tunaita uvumilivu tu wa kisiasa na huruma Rais Mwinyi. Mnakumbuka vile, kumbukeni rekodi ya Maalim Seif alipokuwa kishaondoka kwenye makamu wa kwanza, alikuwa na ulinzi kama ule, alikuwa na facility kama vile. Lakini leo mpaka leo anaomba na anapewa ndege, anakodiwa, walinzi hajapunguziwa, ana skoti zaidi ya gari 6. Ndio sheria inasema hivyo. Sheria iko wazi. Yeye kama anataka haki arejeshe basi zile facility, kwa sababu yeye si makamu wa kwanza. Watu wanamvumilia, lakini anacho Othman Masoud awaambie wenzie alipokubaliana huko sehemu alipokubali mwenyewe, na akishindwa tena kumwambia. Kwa maana hiyo, Bwana Sulemani, mmemsikia Ome, nataka nikwambie kwamba hakuna palipoandikwa hata pale pamoja kwamba mgombea atapelekewa kwake matokeo. Wagombea wote, vyama vyote tuliambiwa na tukasaini yale sheria za maadili kwamba kila chama kitawasilisha mtu wake kwenye Tallying Center pale kwenye majumuisho. Kwa maana hiyo, yeye mwenyewe alimleta Isa saa 6 usiku, alikwenda 6:30, akapeleka barua, sio Omar Said Shabani kama wanavyosema, mtafuteni kwa tume kama Jekazi kapokea barua yote kutoka kwa mwanasheria wao. Uongo mtupu, wanadanganya. Isa alipeleka barua hiyo malalamiko huko sababu, lakini wao wenyewe wakamwambia aondoke. Sasa kama mnamwambia mtu aondoke, nani atakusimamia kura zake? Atakusimamia majumuisho yake? Kwa sababu hizo kura zote zinajulikana sasa, zilipigwa wapi? Kwenye vituo, na kila kituo walikuwa na mawakala wao. Zilikusanywa tu kwa zile kura za marais, zikapelekwa pale tume, kwa sababu ndio ilikuwa Tallying Center, na baadaye kila chama pale kikapewa matokeo
na kura walizopata wagombea wao, na sisi ndio tukafanikiwa kwa 74.8, wao wakapata kama 23.6 kama hivyo. Sawa. Kwa maana hiyo nataka kusema kwamba serikali zote mbili ziko kwa uhalali, zimechaguliwa na Watanzania kwa njia ya kura, na watu walipiga kura na kura zilihesabiwa na kila mtu alipewa matokeo yake. Na yeye mwenyewe Othman Masoud, mtu wake alikuja tume, hakukaa, akaondoka, na ndio sheria ile tuliyosaini ya maadili ipo inasema. Sasa sijui alimtarajia nani ampeleke matokeo yake. Matokeo alikuwa nayo, na cha kushangaza basi wao wanasema wana ushahidi, sio walifungua kesi. Sasa unafungua kesi wewe huna ushahidi? Sasa ni kuchanganyikiwa. Kwa maana nataka watu wasiwasi wa Tanzania kwamba uchaguzi na maana Othman Masoud hana hoja ya kusema yeye asijui kura zake. Aulize watu wake waliochagua, maana walioleta, na tulishiriki vikao vyote, na mimi nilikuwa kwenye vikao vya mazungumzo, matayarisho kuelekea kwenye uchaguzi, kabla ya uandikishaji, wakati wa uandikishaji na baada ya kwenye kura. Mimi nilikuwa nashiriki, na vyote tulikuwa tunafanya vikao, tunashiriki, na sote tulikuwa tunajua. Na tulikuwa tunajua kuna kitu pale Tallying Center ambapo sote mawakala wa kura za rais walikuwepo pale Maisara, tume ya uchaguzi na kila chama kwa mujibu wa matokeo yaliyotoka kwenye maeneo ya kupiga kura walipewa taarifa zao za kura. Kwa maana swala hilo ni kujibu Bwana Sulemani kama hivyo. Kakosa yeye, hana la kusema, na swala la umoja wa serikali moja kitaifa liko kwa mujibu wa katiba. Kunajua mabadiliko ya 10 ndio yalofanya tuwe na serikali ya umoja kitaifa. Kwa hiyo sisi tunapong'ang'ania CCM kwa sababu ni takwa la kikatiba, na rais wetu aliapa kulinda katiba na sheria za nchi. Kwa maana hiyo wao wakija na ingia tena, nilisema wakati wa ziara, sisi tuendelea kuheshimu katiba. Siku atakaamua kuja ataenda kuwapa, atakuwa makamu wa kwanza. Hakuja, serikali itaendelea kuhudumia watu, na nafasi nyingine za mawaziri rais anao rumu hiyo, anaweza kujaza wengine na serikali kawatumikia watu. Kwa nini wanachokikosa mpaka anasema mazungumzo haya anaona kiza kitupu na haoni vile? Sasa sijui tumpime mwana anaona kiza kipi. Unajua huwezi kutaka Sulemani, wewe mgeni umekuja kwenye nyumba yangu, nimekukaribisha, nimekupa chumba hichi hapa cha mgeni, utakaa. Sasa unataka tena funguo za store za kwenye chakula, unataka funguo za vyombo vya watoto, vyote uvijue. Mabadiliko ya 10 haikukupa hayo. Imekwambia hivi, chama kitachopata zaidi ya 10% kikiwa cha pili kitatoa makamu wa kwanza, na atakuwa mshauri namba 1, mshauri wa rais, si mtendaji, mshauri wa rais. Sawa. Na tukasema mgawanyo wa nafasi za mawaziri zitatokana na viti vya uwakilishi mtakapopata, na sisi tumekuwa waungwana kwenye hilo. Mtakumbuka ni 2010 sisi tulipata uwiano sawa, tukana mawaziri nusu kwa nusu. Tena Dr. Sheni alikwenda mbali, ukisoma sheria haisemi kuwa na manaibu waziri, akapa pia manaibu waziri, kama mtakumbuka kina Zahara wale wala kuwemo hiyo. Sasa haya yote tumeshayafanya. Mara hii bwana, Wazanzibari wamechagua amani, wamechagua na maendeleo, wamempenda Rais Mwinyi, wamemuona kazi anayofanya, wamemtumikia, na hicho alichokipata ndio riziki yake. Hakufinywa mtu hapa kwenye uchaguzi, hakuuawa mtu, kila mtu alipiga kura akarudi salama kabisa. Hakuna mtu ambaye alikosa haki yake. Uchaguzi ulikuwa transparent, na ndio maana hata taarifa ya international observers hakuna alitoa kura kwa uchaguzi wa Zanzibar. Walisema kila mtu alipiga kura kwa mujibu wa taratibu. Hilo ndio jibu lako bwana mwandishi bwana. Bahati nzuri ya sheria imesema ndani ya siku 90 watatakiwa chama kilichopata zaidi ya 10% au chama cha pili kishaingia kwenye serikali. Lakini ikumbuke kwamba ile sheria baada ya kusema vile haikusema nini kitafuata. Kwa hiyo kwa nafasi ya makamu wa rais, makamu wa kwanza rais iko silence. Haikusema baadaye kutatokea nini. Lakini kwenye nafasi za mawaziri rais anaweza kujaza. Zile nafasi alizoweka pembe anaweza kujaza.
ili watumikie. Kesi kajaza zile nafasi, si ndio? Alafu makamu wa kwanza kenda kuwapa. Sasa inakuwaje nakishajaza? Basi rais atawatoa tu wale. Atawapangia wengine, atawajaza hao watakao mletea. Lengo serikali ifanye kazi kwa hudumia wananchi. Kwa sababu serikali ni chombo kinachowatumikia wananchi, si chombo cha kisiasa. Kwa sababu ukikiweka kwa chombo kile cha kisiasa, uwe na shea mgawane, sio uwe na mkoa wilaya mgawane, mkoa itokezee hicho chama kimegoma sasa. Kinasema tunatoka kwenye serikali. Na huku je, ambao hao wanatakiwa wahudumia watu. Na ndio maana ika separate. Utendaji wa rais, mamlaka yake ya uteuzi kwa utendaji wa serikali kwa mbali na hizi nafasi za kisiasa. Maana yake ni nini? Isije ikatokezea ikaathiri utendaji kazi wa serikali. Kwa hiyo leo kusema labda haya maana ndo haamiliki, tumetoka inabidi na shea tena katoka, mkoa wilaya katoka, mkoa katoka, katibu mkuu katoka, mkurugenzi jengo la uchefu. Na ndio maana mamlaka hayo yamewekwa kwa rais. Ndio maana hakuna negotiation. Mkokwambia nipe mkoa wilaya, si nipe na mimi nipe mkoa, si nipe yani mamlaka rais. Na rais anaweza kumteua mtu yoyote kwa mujibu wa sheria iliyokuwepo kwa hizo nafasi. Wala haulizwi, si kwa sababu ya kisiasa. Yote tu ile anaweza kumteua. Kwa hiyo niseme kwamba ndugu mwandishi, kwamba baada ya siku 90 zimepita itabaki kwa nafasi ile wazi tu ya makamu wa kwanza, lakini swala nyingine zinaweza kuendelea. Na ndio maana serikali inaendelea. Bahati nzuri mmemsikia mwenyewe makamu mwenyekiti na rais wa Zanzibar kwamba wana uwezo wa kuendesha serikali, na serikali itaendelea na itatimiza ahadi zake zote kwa wananchi.